Vikosi vya Marekani vimeshambulia meli nyingine inayodaiwa kubeba dawa za kulevya katika maji ya bahari ya Pacific, kwa mujibu wa taarifa kutoka Pentagon. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth alithibitisha kuwa shambulio hilo lilisababisha vifo vya watu wawili waliokuwa kwenye meli hiyo, huku hakuna taarifa za wanajeshi wa Marekani kujeruhiwa. Meli hiyo ilikamatwa kwa ufuatiliaji wa ujasusi wa Marekani na inadaiwa kubeba dawa za kulevya kupitia moja ya njia maarufu za usafirishaji wa madawa katika maji ya kimataifa. Hegseth aliongeza kuwa shambulio hilo linakuwa la 8 tangu Septemba 2 dhidi ya meli zinazohusishwa na biashara ya madawa ya kulevya, na pia ndilo la kwanza kutokea katika bahari ya Pacific. Rais wa Marekani Donald Trump alieleza kuwa anayo mamlaka ya kisheria ya kuendelea kushambulia meli katika maji ya kimataifa, akiongeza kuwa ikiwa atahitaji kupanua mashambulizi hayo hadi kwenye ardhi ya nchi, ataelekea mbele ya bunge la Congress kwa idhini zaidi. Kufikia sasa, jumla ya watu 34 wamepoteza maisha katika mashambulio ya Marekani dhidi ya meli zinazohusishwa na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Hii ni pamoja na shambulio la hivi karibuni dhidi ya meli iliyokuwa chini ya maji katika visiwa vya Caribbean. Wanaume wawili walinusurika katika shambulio hilo la hivi karibuni na kurejeshwa nchini Colombia na Ecuador. Serikali ya Ecuador ilimwachilia Andres Fernandez baada ya kubaini kuwa hakuwa na ushahidi wa makosa anayoshutumiwa nayo. Mwanaume mwingine wa Colombia amesemekana bado anapokea matibabu hospitalini.